Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Headlines, jina langu naitwa Dickson George na karibu kwenye The Closet kutokea hapa Bongo Headlines. Alianza kuigiza akiwa na miaka 4 tu. Umaarufu wake ulikuwa mkubwa kiasi ya kwamba kifo chake mwaka 2018 kiliwastua watu wengi na kuweka rekodi ya kuwa mazishi makubwa ya 4 kuwahi kutokea katika ardhi ya India. Kwa jina lake halisi anaitwa Shri ama Yanga Aipan. Wengi wanaweza wasimfahamu, lakini ukitaja jina lake la kazi Sridevi itakuwa rahisi zaidi kutambulika. Sridevi alizaliwa Agosti 13 mwaka 1964. Alikuwa mwigizaji kutoka nchini India ambaye pia alifanya kazi katika soko la Telugu, Tamil, Malayalam na Canada. Ndiye alikuwa mwigizaji mkubwa wa kike wa kwanza nchini India ambaye alitoboa katika soko yeye kama yeye bila msaada wa mwigizaji wa kiume. Akiwa ameanza uigizaji na miaka 4 tu, hakuwahi kupata elimu iliyozoeleka kawaida baada ya kuanza uigizaji akiwa mdogo na movie yake ya kwanza Kanadhan Kuranai mwaka 1967. Ikawa filamu baada ya filamu, na katika maisha yake ya uigizaji ameweza kucheza filamu 300. Alianza filamu za Tamil kuanzia utoto wake mwaka 1967 mpaka katika miaka ya 1970. Alafu akapata nafasi ya kucheza filamu South India kuanzia miaka ya 70 mpaka miaka 1982 na 1983 kuigiza soko la Ind film. Mwaka 1986 Nagna ikatoka. Filamu hii ikamfanya awe maarufu sana na uchezaji wake katika wimbo wa Main Terry Dashman ukatajwa kuwa ndio best snake dancer ever. Usta wake ukaibuka zaidi alipofanya filamu ya Mr. India mwaka 1987 akiwa na Anil Kapoor. Mr. India ikawa filamu bora zaidi kwa wakati huo na ikawa pia ndio filamu iliyoingiza mapato makubwa zaidi, na Sridevi akaweka rekodi ya mwigizaji wa kike anayelipwa mkwanja mrefu zaidi akiweka kwa poketi rupee milioni 1.1. Mwaka 1989 filamu ya Music Chandni ikawa na mafanikio sana. Kwanza ikawa ndiyo filamu iliyotazamwa zaidi katika sinema za India. Pia ikaendelea kumfanya Sridevi kuwa mwigizaji wa kike anayelipwa pesa ndefu akilipwa rupee milioni 1.5, na filamu hii pia ikamfanya Sridevi awe kipenzi cha watu. Mwaka huo pia alifanya movie ya Chalbaz, movie ambayo ilikuja kumfungulia milango mingi zaidi ya kazi. Ndani ya filamu hiyo alicheza nafasi 2 za twins waliopotezana wakati wa kuzaliwa. Akaendelea kupata kazi na ulipaji wake ukaendelea kupanda. Mwaka 1992 akafanya Kuda Gawathi akiwa na Amitabh Bachchan, na humo pia Sridevi alicheza nafasi 2 na akalipwa rupee milioni 2.5. Filamu hii pia ikampatia nafasi ya kushindania tuzo za Filmfare, na kipindi hiko kulikuwa na maandalizi ya filamu ya Jurassic Park na Sridevi alipewa nafasi ndogo ya kucheza, lakini aliikataa. Mwaka 1993 filamu ya gharama zaidi katika ardhi ya India kuwahi kufanywa, Rupi Kiran Choran Karaja, Sridevi akacheza tu, badi ikawa na mauzo mabaya. Akaweza kucheza filamu kadhaa mpaka mwaka 1997 akaamua kupumzika kwa muda. Baada ya miaka 6 hivi akarudi na kuanza kuonekana katika tamthilia. Akawa anafanya tamthilia, lakini pia hakuwa anafanya filamu. Mwaka 2012 baada ya miaka 15 ndipo akaonekana tena katika filamu ya English Vinglish, filamu iliyompa sifa nyingi katika uigizaji wake. Filamu ikafanya poa katika mauzo na pia ikampa rekodi mpya Sridevi za kuwa mwigizaji wa kike aliyerudi katika kazi na kumpa mafanikio makubwa baada ya muda mrefu kuwa nje ya game. Mwaka 2013 akarudi kufanya filamu ya Tamil Pool. Sridevi akaonekana katika filamu ya Mam mwaka 2017. Ikawa ndio filamu yake ya 300 kufanya, filamu iliyomueleza mama anayepanga kulipa kisasi baada ya binti yake kubakwa. Filamu ya mwisho kuonekana ikawa Zero mwaka 2018. Akapata kanafasi kadogo tu. Alitegemea kucheza katika filamu ya Kalanki,
lakini nafasi hiyo ikachukuliwa na Madhuri Dixit baada ya yeye kufariki. Filamu zake zilikuwa ni kama hizi: Mama, English Vinglish, Judai, Ladra, Kudagawathi, Gumra, Ramhe, Shahrbaz, Chandni, Nagna, Mr. India, Himatwara, Tohfa ni baadhi tu kati ya filamu nyingi alizocheza Sridevi. Sridevi alikuwa msiri sana wa maisha yake binafsi. Kutokupata ile formal education kulimfanya Sridevi akose nafasi ya kucheza na watoto wenzake. Hiyo pia ilichangia kumjengea kuwa mtu asiyependa kelele wala mikusanyiko. Mwaka 1996 aliolewa na mtayarishaji wa filamu Boyan Kapoor na walifanikiwa kupata watoto wawili wa kike, Janvi aliyezaliwa Machi 6 mwaka 1997 na Kush aliyezaliwa mwaka 2000, na watoto wake wote ni waigizaji. Baba yake alikuwa mwanasheria na alifariki, na mama yake alikuwa mama wa nyumbani naye pia alifariki. Sridevi alikuwa na mdogo wake wa kike Sriratha Yanga, na pia alikuwa na two step brothers Satish Yanga na Anand Yanga. Kifo cha mwigizaji huyo kilikuwa ni kifo cha ajali. Sridevi alifariki akiwa huko nchini Dubai alipokuwa amekwenda kuhudhuria harusi ya mpwa wake. Februari 20 mwaka 2018, Sridevi na mwanae mdogo Kushi walisafiri kwenda Dubai kuhudhuria harusi ya mpwa wake Mohit Mawa. Akaamua kubaki Dubai kununua zawadi kwa ajili ya kumpelekea binti yake mkubwa aliyekuwa anatimiza miaka 21. Mumewe hakuwa amehudhuria harusi hiyo, lakini alipanga kumfanyia surprise mkewe. Siku ya tarehe 24 mumewe alifika Dubai around saa 12:20, akawa amefika Jumeirah Emirates Tower hoteli alipokuwa mkewe. Wakaongea kidogo na kupanga kwenda kula dina. Sridevi akaamua kwenda kuoga na kuvaa, wakati mumewe anamsubiria living room. Kama baada ya dakika 15 au 20, alipoona mkewe anachelewa akaanza kumuita ila bila majibu. Februari 24 mwaka 2018 around saa 1 kamili, Sridevi akatangazwa kufariki, na mumewe ndiye aliyekuta mwili wa mkewe katika bathtub. Kabla ya taarifa hii ya kufa kwa kuzama kwenye bathtub, shemeji yake alitoa taarifa kuwa Sridevi alifariki kutokana na mshtuko wa moyo. Lakini baada ya uchunguzi uliofanywa, ikatolewa ripoti kuwa kifo chake kilitokana na ajali ya kuzama katika bathtub, na alikutwa na alcohol katika mwili wake na pia mapafu yake yalikuwa yamejaa maji. Maneno yalisemwa mengi kuhusu kifo chake, ikiwemo kusemekana ameuawa Februari 27 mwaka 2018. Kesi ya uchunguzi wake ikafungwa rasmi na polisi wa Dubai, na usiku huo huo mwili wake ulisafirishwa kupelekwa Mumbai na mumewe pamoja na stepson wake Arjun Kapoor katika private jet iliyotolewa na Anil Ambani. Shughuli za mazishi yake Februari 28 mwaka 2018 huko Pare Seva Samej, Mumbai, kwa kumchoma moto na alipigiwa gun salute. Ni mazishi ambayo umati mkubwa ulihudhuria na ni ya 4 katika historia ya India kushuhudiwa na waombolezaji wengi. Machi 3, 2018 majivu yake yalikwenda kumwagwa na mumewe pamoja na watoto wake Janvi na Kushi. Hii ilikuwa ni historia ya mwigizaji kutokea nchini India Sridevi, na hii ni The Closet ya Bongo Headlines.